Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne ya tarehe 13 mwezi wa 5 2025, juma la 4 la kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 11 aya ya 19 hadi ya 26. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Yohane, sura ya 10 aya ya 22 hadi ya 30. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili kama lilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 10 aya ya 22 hadi ya 30. Huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya Kutabaruku, ni wakati wa baridi. Naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, "Hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi." Yesu akawajibu, Naliwaambia lakini ninyi hamkusadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, tunapoendelea kuadhimisha kipindi cha Pasaka, kipindi cha furaha na matumaini kutokana na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaalikwa kuishi maisha yanayoakisi ukweli wa ufuko wa Kristo, si kama tukio la kihistoria tu, bali kama uzoefu wa sasa unaobadilisha maisha yetu. Ndugu zangu, ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo ni Yesu ni mwana wa Mungu, mchungaji mwema. Tuisikilize sauti yake na tumfuate kwa uaminifu. Katika somo la Injili tunaona Yesu katika sikukuu ya kutabarukiwa kwa hekalu. Siku hii ya kutabarukiwa kwa hekalu kadiri ya mapokeo ya Wayahudi ni sikukuu iliyokuwa inafanyika kwa siku 8 katika msimu wa baridi. Lengo la sikukuu hii ilikuwa ni kusherekea ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani Syria. Pia ilikuwa ni kumbukumbu ya siku ya kutabarukiwa na kutakaswa kwa hekalu la Yerusalemu kwa mara ya pili mwaka 164 kabla ya Kristo, baada ya kuwa lilikuwa limetiwa najisi na kuharibiwa kutokana na vita. Katika kusanyiko la sikukuu hii, tulivyosikia katika somo la Injili, tunaona jinsi Yesu anavyojitambulisha kama mchungaji mwema na mwana wa Mungu. Yesu anasema wazi kwamba kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao unifuata. Nami huwapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Rejea Injili ya Yohane, sura ya 10
aya 27 hadi ya 28. Huu ni ujumbe wa matumaini kwetu, ujumbe wa upendo na wito wa utii kwa Kristo. Yesu pia anatoa picha ya mchungaji, mtu anayewajua kondoo wake mmoja mmoja na anayejitoa kwa ajili yao. Katika ulimwengu wa leo uliojaa sauti nyingi, sauti za hofu, sauti za tamaa ya mali na dhambi, tunaitwa kutambua na kusikiliza sauti ya Yesu pekee. Sauti yake ni sauti ya kweli, ni sauti ya upendo na ya wokovu. Ndugu zangu, tunapaswa kujiuliza swali hili kwetu: tunawezaje basi kuitambua sauti ya Kristo kati ya kelele za dunia hii? Ni kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu, maisha ya sakramenti, ndipo tunaweza kuifahamu na kuitii sauti yake. Pia ndugu zangu, katika somo hili la Injili, Yesu anathibitisha uhusiano wake wa kipekee na Mungu Baba kwa kusema, mimi na Baba tu umoja. Rejea Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 30. Hii inaonyesha umungu wa Kristo na mamlaka yake kama mwana wa Mungu. Basi kumpokea Yesu na kumfuata ni kumtambua Mungu aliye hai na aliye nasi. Hivyo tunaalikwa kufanya maamuzi kila siku katika maisha yetu ya kumfuata Kristo na kumsikiliza, kwani kwake kuna usalama na hakuna atakayeweza kutunyakua sisi kondoo wake kutoka mikononi mwake. Anatulinda milele. Hili litulize mioyo yetu na kututia moyo kumtegemea. Ndugu zangu, katika siku ya leo tunajifunza mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Kristo ni mwana wa Mungu. Yeye mwenyewe anasema, mimi na Baba tu umoja. Na zaidi, amekabidhiwa kila kitu na Baba yake. Tumwamini na kumsikiliza yeye daima kwa ajili ya ukombozi wetu binafsi na wa dunia nzima. Tufanye bidii ili mawazo, maneno, matendo na maisha yetu yote yamshuhudie Kristo kama matendo ya Kristo mwenyewe yalivyomshuhudia Baba. Tuige utii na upendo wa Kristo mwenyewe aliye kielelezo kwetu, hasa katika kufuata mapenzi ya Mungu, na hivyo maisha yetu yatambulishe Ukristo wetu. Fundisho la pili tunalojifunza hapa ni kuwa imani ndiyo inayotuunganisha na Kristo na kutufanya kondoo wake. Hivyo basi tunapaswa kupambana katika kuimarisha imani yetu kwa Mungu na kusikiliza neno lake na kupokea sakramenti zake katika hali ya usafi na utakatifu. Na fundisho la tatu ni kwamba kwa Mungu pekee kuna uzima wa milele. Hivyo basi, kwa kifungo cha upendo tujifunganishe na Kristo aliye na umoja na Baba kwa ajili ya uzima wa roho zetu, kwani kwake yeye hatutapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye tupokonya katika mikononi mwake. Hivyo kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, mama wa Fatima, na kwa namna pekee katika kipindi hiki cha Pasaka, tumuombe Mungu atujalie neema ya kuweka bidii katika sala, kusoma neno la Mungu na kushiriki sakramenti,
hasa Ekaristi na kitubio, ili tumsikie na kumfuata Kristo kila siku katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Aviti Baraka Novati kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, ninayesoma masomo ya theolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala.